Kwa majina naitwa Diana Velasco, natokea taasisi ya Shivuta. Taasisi ya Shivuta imesajiliwa chini ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake, Watoto pamoja na Makundi Maalum sheria namba 24 ya mwaka 2002 na kupewa hati ya usajili na DBNGR/2504. Taasisi yetu ya Shivuta inajishughulisha na kuhamasisha, kuanzisha pamoja na kulea vikundi, na pia taasisi yetu ya Shivuta inatoa elimu katika vikundi vyetu, elimu ya fikra chanya kwa ajili ya kujenga jamii yenye uzalendo, furaha pamoja na kujitegemea. Taasisi ya Shivuta pia inatoa mafunzo kwa walimu ambao wanasimamia vikundi ambavyo vinaunganishwa na taasisi ya Shivuta vinajulikana kwa jina la Umoja wa Ujasiriamali. Kwa sasa taasisi yetu ya Shivuta inasimamia vikundi vya Umoja wa Ujasiriamali Kivule. Uvuki ya Kivule ni umoja wa vikundi vya ujasiriamali Kivule, ambayo tayari tunayo uvuki ya Kivule, tunayo uvuki ya Msongola, tunayo uvuki Magole, uvuki Kedezange pamoja na uvuki Magole. Lengo la taasisi ni kuhakikisha jamii inaweza kujikomboa kiuchumi, lakini pia taasisi yetu ya Shivuta inayo miradi mbalimbali kama mradi wa Somesha Mtoto Mmoja. Mradi wa Somesha Mtoto Mmoja unashughulika na wale wanafunzi ambao wanasoma katika shule za taasisi lakini wanapata changamoto katika vifaa vya shule. Basi taasisi imeyafundisha vikundi wanapofanya gawio mwisho wa mwaka wanatoa sehemu ya Somesha Mtoto Mmoja. Lakini pia taasisi yetu ya Shivuta inao mradi unaoitwa Binti Kinara. Binti Kinara ni mradi ambao unawatambua wanafunzi kuanzia elimu ya shule ya msingi katika shule ambazo ziko kata ya Kivule, kata ya Msongola pamoja na mtaa wa Bongambili, ambao wanatamani kuwa na ndoto kubwa. Nia yetu kubwa kupitia shirika letu la Shivuta ni kuwafanya watu wetu walio ndani ya umoja wa vikundi waweze kuondokana na shida ya umaskini, wajengewe uwezo wa elimu ya ujasiriamali ili waweze kupiga hatua moja kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hiyo lengo kubwa la hii semina, na hizi semina zitaendelea katika vikundi mbalimbali kwa ajili ya kuwaelimisha wanavikundi na viongozi wao ili waweze kusimamiana huko kwa ajili ya kufikia malengo ambayo shirika na ni shirika ambalo linaruhusiwa kufanya kazi nchi nzima na sio eneo hili la Kivule. Kwa hiyo linaendelea kujipanga na litaendelea kutoa semina katika sehemu mbalimbali ndani ya mipaka ya nchi ya Tanzania. Naitwa Ezekiel Daktari, ni msimamizi wa vikundi, lakini pia ni mratibu wa hii semina kushirikiana na makamu wangu yani Kibiti, mratibu semina. Lengo kubwa la hii semina ni viongozi wamekuja kujenga uwezo namna ya kusimamia vikundi na mamoja kule waliko, lakini pia wamekuja kwa ajili ya kukumbushwa wajibu wao kama viongozi, lakini pia tunatengeneza network kwa sababu unakuta mtu anakaa eneo Kutula lakini ana familia yake ipo huko Mbondole ndani kule. Kwa hiyo tunachokifanya kama mtu mfano unakaa Kivule kule Mbondole au Msongola ndani umepatwa na changamoto, haina haja ya kuhangaika huko kuchukua mahema bali kupeleka kule nako unakuta tayari tuna umoja. Kwa hiyo tunawataarifu wale umoja wa kule wanatoa huduma kama zile ambazo unaona tunagawana kwenye matukio kama hayo, masuala mtambuka yakitokea, huduma zile za kupeleka viti, chakula, vyombo na huduma mbalimbali. Kwa hiyo ikitokea hao wanachama kama hizo wamefahamiana, kwa maana mwenyekiti wa Kivule na mwenyekiti huko Matumaini huko wamefahamiana. Kwa hiyo siku yule wa kule amepatwa na changamoto Kivule, watawasiliana tu, huduma itatolewa kama kawaida. Lakini zaidi ni kuwatengenezea viongozi misingi namna ya kusimamia vikundi pamoja kwa uaminifu, kwa uwazi na kwa ukweli. Kitu ambacho tumekigundua ni kwa nini vikundi vyetu haviwezi kuendelea. Kitu kikubwa kabisa ni manunguniko, ubinafsi, masengenyo, wivu, hofu na chuki.
na kuna yale maisha ambayo mtu anaweza akawa na uwezo, kumshindana uwezo katika jamii ambayo wenye uwezo tofauti. Mwingine ana uwezo wa kukopa milioni moja, mwingine ana uwezo wa kukopa milioni 2. Sasa pale napokuja sasa kwamba unahitajika upate mkopo ule ambao utakusaidia wewe, unakuta wengine wanakuwa kwa sababu una maisha fulani wanaona kama unafuata tu kumbo. Katika dunia hii pesa haina mkubwa wala mdogo, haina tajiri wala maskini, na hamna siku ambayo pesa ilitosheleza. Hata yule tajiri bado anahitaji pesa na yule maskini bado anahitaji pesa. Kwa hiyo vitu kama hivyo vinavyoharibu mmoja wetu, upendo hakuna. Unakuta kuna mtu anakuwa na hoja ya kusema kwa nini mimi kila mwaka nakopa sifanikiwi na mwingine anakopa sifanikiwi. Kitu kama kile inatakiwa ushirikishe watu wawili watatu ili waweze kukushauri, kwa sababu kuna mwingine anachukua mkopo ili aweze kuanza, mwingine anachukua mkopo ili aweze kuendeleza. Kwa hiyo unakuta ni vitu viwili tofauti.